السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa Rajab katika mwaka wa 1447 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inayolingana sawa na tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Jioni hii ya Alhamisi tumekutana tena kwenye muhadhara wetu wa mwisho miongoni mwa silsila za mihadhara iliyopangwa katika semina hii ya wanataaluma na wafanyakazi wa serikali na hata pia katika sekta binafsi. Muhadhara huu wa mwisho, unwani yake inazungumzia kuhusu suala la luzumul jamaa wa tarku at-tahazzubi wal iftiraq, kulazimiana na kushikamana na kundi la Waislamu na kuachana na mifarakano na kujikusanya katika makundi au vyama. لزوم الجماعة وترك التحزب والافتراق. Kutakuwa na vipengele vikuu vinne katika maudhui hii. Kipengele cha kwanza kikubwa itakuwa ni kuonyesha na kuyadhihirisha mbele yenu maandiko matakatifu yaliyokuja kuhimiza na kuwajibisha kuwa na mshikamano katika jambo la dini na kuwa wa kitu kimoja katika jambo hili. Kadhalika makatazo yaliyokuja kukemea mifarakano na utengano. Hivi ni vipengele viwili, kipengele cha kwanza na cha pili. Lakini kwa kuwa maandiko ndio hayo hayo, yatazungumzika pamoja. Tutazungumza upande mmoja wa kuhimiza mshikamano na umoja, kisha upande wa pili ni kukatazwa mifarakano na utengano. Na kwenye hilo ndani yake kutakuwa na vipengele vidogo vidogo. Kwenye hiyo nukta ya kwanza na ya pili, maandiko yaliyokuja kuhimiza mshikamano yanahimiza kushikamana kwenye nini na kwa hali ipi, na ni nini maana ya umoja unaokusudiwa kwenye maandiko hayo. Tuna lazima ya kuyaeleza hayo ili tusitatizike, kwa sababu inaonekana kila kundi linaita kwenye umoja, alafu umoja wenyewe hauwi, au wengine
wanajiona wanaita kwenye umoja, lakini wengine wanaonekana wanaleta mifarakano, kwamba hawa wanaleta farka, wanaugawa umma. Lakini pia ipo haja ya kufahamu ad-da'wa as-salafiyya, ad-da'wa al-mubaraka, dawa hii ya kujinasibu na kushikamana na mwenendo wa wema waliotangulia. Walinganizi wake wanapolingania kwenye umoja, tafsiri ya umoja wanaolingania ni upi? Umoja upi na mshikamano upi? Na makundi mengine yaita kwenye mshikamano upi? Kampeni yao ni kwenye ushikamano wa aina gani? Kufahamu maeneo haya kwa uzuri kutasaidia kufahamisha Uislamu sahihi, kutasaidia kuleta mshikamano wa kweli. Kinyume cha hivyo tutakuwa tunaimba nyimbo tusizozielewa, na hii ndio hatari kubwa inayopatikana katika kuyafahamu maandiko matakatifu. Hatari kubwa sana ikiwa tutayafahamu maandiko matakatifu kimakosa. Hatari yake si ndogo, ni kubwa sana. Na mara nyingi hatari hii inajitokeza pale tunapotanguliza mawazo yetu mbele kwenye maandiko matakatifu, tukasahau kwamba hii dini haikuteremka jana na juzi, sio baada ya uhuru wala kabla yake kidogo au wakati wa mkoloni. Dini haikuja wakati huo, dini ilikuja siku nyingi, kwa maana kwamba risala ya Uislamu imekuja ina qurun, mamia ya miaka imeshapita, na wako walioipokea wakaitabikisha, waifanyia kazi. Hata hao ya umoja pia wakayafanyia kazi, wakafanikiwa. Ilipoingia mifarakano wakafeli, waliporudi tena kwenye umoja wa sawa wakawa pamoja, wakapata nusra, wa hakadha dawalaika. Sasa tukifahamu maandiko kwa vile walivyofahamu wenzetu ambao walifanikiwa, sisi kwa imani yetu ni kwamba wale walifanikiwa, kwa sababu ndivyo Qur'ani inavyoeleza kwa wale walifanikiwa. Wale tena wale walikuwa ni watu wa kweli. Soma Qur'ani utaona. Sasa kama wale walifanikiwa, tujue walifanikiwa kwa misingi ipi, walipofanyaje. Kwa hiyo nataka kusema kwamba maudhui tulionao ni kubwa sana, kwa sababu umma wa Kiislamu unahitaji huu umoja wa kweli, mshikamano wa kweli unahitajika. Na utengano kwenye umma wa Kiislamu ni madhambi, ni jambo lisilokubalika, jambo linapingwa kidini. Hasa mifarakano inakuja bila ya haki, tofauti zinapoingia pasi na haki, mambo hayo yanapingwa. Sasa mimi ninachowaomba mnisikilize kwa umakini, namna ule mfumo wa kuwaridhisha au kuwadhihirishia zile nususi na mahali pake, na maswali ya kudodosa nitakayoyaleta kupitia muhadhara huu na kutoka kwenye maandiko hayo, myazingatie, pengine muandike kama nukta za msingi, alafu mkae wakati mwingine mfikirie na mtafakari zile lawama zinazoletwa na baadhi ya walinganizi au shubahati pia wanazozileta. Waislamu hatuna umoja, Waislamu leo tunadharauliana, Waislamu leo tunawagawa watu, mashekhe mnawagawa watu,
Kwa nini mashehe msikae mkaongea pamoja tukawa kitu kimoja? Kwani masahaba wakhtalifiana? Tutofautiane lakini tusifarikiane. Tofauti zipo tangu zamani, lakini hazikuwagawa Waislamu. Iweje leo tugawike? Hizi ni kauli zipo mtaani, ziko mitandaoni, zimejaa. Hatujui anayelaumiwa ni nani. Na je, wanaolaumiwa wanastahili kulaumiwa au wanaolaumu ndio wanaostahili kulaumiwa? Hao wanaolaumu na kulalamika pengine ndio wenye hizo lawama wanastahili kulaumiwa, kwa sababu hawataki kuionyesha njia ya kweli. Lakini pia katika mazungumzo yetu tutakuja kuelezea mambo yanayopelekea kuleta umoja wa kweli. Yako mengi, lakini nitataja ile ya msingi insha Allah, kwamba wewe ukipita kwenye njia hiyo, basi unatengeneza umoja wa kweli. Nimetanguliza maneno tu, kwa sijataja aya wala hadithi, kwa sababu natoa taarifa. Lakini pia nitataja sababu zinazopelekea katika migogoro na mifarakano isiyofaa katika dini. Yote haya ni kutaka sisi tujitathmini kila mara. Je, mwenendo wangu ninaoelekea, njia ninayofuata kila siku inasogeza gurudumu la kuleta umoja kwa Waislamu? Na mimi ninatoa mchango katika kuleta umoja na mshikamano wa Waislamu? Au utaratibu wangu na maisha yangu na mfumo wangu wa maisha ninaoishi unakuwa ni kikwazo cha kupatikana umoja, au unachagiza katika kuleta mifarakano? Kila mmoja ana nafasi ya kujitathmini. Sote sisi tuna ushawishi katika nafsi zetu na jamii yetu iliyotuzunguka. Kwenye familia yako, iwe ni ndogo au kubwa, mwenendo wako na maisha yako unayoishi yanaelekeza kwenye kuleta mshikamano. Mshikamano unaanza kwenye familia kwanza, sawa? Unaanza kwenye mtaa, kwenye kijiji, mpaka unapanda unakwenda kimataifa. Maisha yako wewe ya kila siku ni maisha ya kuleta mshikamano na umoja wa haki, au ni maisha yanayotengeneza kikwazo cha kuleta umoja huo, maisha yanayochagiza katika kuleta mifarakano na migongano? Ili kabla hujanyoosha kidole kwa mwenzako, jinyooshe mwenyewe, kwa maana kwamba ni maisha ya kujitathmini haya. Kwa sababu dini sio maneno tu, kwamba mtu anaweza kusema tushapata jukwaa la kusema, wasema tu, wanena tu, wewe julikani uenda wapi utoka wapi, sawa? Mambo mengine ni mambo ya kimfumo, mambo ya kimkakati, mambo ya kuwekewa mipango, ni mfumo wa kimaisha. Pamoja na kwamba maneno yana nafasi kubwa katika kujenga au kubomoa. Kwa hiyo sitalizungumzia jambo hilo, lakini pia katika dondoo zilizowekwa katika maudhui hii imetakikana tuzungumzie kuhusu alhizbiyya walhizbiyun, kuweka vikundi na kujishepu katika vyama na vikundi na mapote na sifa za watu hao wanaitwa alhizbiyun ni kina nani. Lakini pia nimetakiwa nielezee historia fupi inayohusu makundi mbalimbali yaliyozalikana au yaliyochipuka ndani ya Uislamu,
lakini kwa wakati namna ulivyo, kwa sababu muhadhara wangu ni leo na kesho. Leo utakuwa na sehemu mbili, muda huu na baada ya salati al-maghrib, na kesho itakuwa hivyo hivyo biidhnillah al-karim baada al-asri au saa 11 mpaka kabla al-maghrib na baada al-maghrib. Kwa nitakuwa na vipindi vinne, ikiwa hiki ni cha kwanza. Tutajitahidi kuzungumza kwa kadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala atakaponiwezesha, lakini maudhui ni pana sana na ndefu. Tutajaribu kuzungumza kiasi cha kueleweka nukta za msingi. Nitaleta muhadhara huu na maudhui yangu kwenye sura ya kujenga hoja pia na kuhoji kwa wakati mmoja. Kwa kuanzia nataka kusema kwamba Al-Qur'anu Al-Karim, kitabu kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio mwongozo wetu sisi Waislamu. Kitabu hiki adhim kimetuhimiza sana sisi tuwe kitu kimoja, tuwe na mshikamano, tushikamane, tuwe wamoja. Na maafikiano ya ahlus sunnah wal jamaa wote, ahlus sunnah wal jamaa wote wameafikiana juu ya uwajibu na ulazima wa watu kuwa katika mshikamano wa Uislamu. Ijmaa ya wanawazuoni, tukisema kwamba wanawazuoni wa Kiislamu wameafikiana tangu hapo kale mpaka leo, wanawazuoni wote wa Kiislamu wameafikiana juu ya watu au Waislamu kuwa na mshikamano na kuwa pamoja kwenye kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuifanyia kazi kauli yake Allah subhanahu iliyopo katika suratu Ala Imran aya ya 103, pale aliposema al-Maula jalla wa ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى katika aya hii anatuambia kamataneni, shikamaneni na kamba ya Allah. Wewe liandika neno hilo kamba ya Allah, alafu liweke bracket, weka mabano pale baina alqausaini kama wanavyosema wa Kiarabu, liweke ile shikamaneni kwenye kamba ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, hali ya kuwa mko pamoja. Shikamaneni na kamba ya Allah hali ya kuwa mko pamoja, ay mujtami'in, kunu fi i'tisamikum mujtami'in, ndio maana yake. Wanazuoni wa tafsiri wanasema hivyo, katika ule mshikamano wenu pamoja, mshikamano wa kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, na wala msitofautiane wala msigawanyike, kafarikiana imma kwa fitna au kwa itikadi au kwa namna nyingine yoyote, kwa maadili na tabia, msilete mifarakano. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nazikumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu. Kuna neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko kwenu, Allah amewaneemesha kwa neema hizo, zikumbukeni. Miongoni mwa hizo kumbukeni, idh kuntum a'daa, pale mlipokuwa maadui. Kabla ya huu Uislamu nyinyi mlikuwa maadui. Wanaambiwa maswahaba hapo walitoka kwenye jahiliya,
wakati wa kabla ya Uislamu ulikuwa unaitwa jahiliya. Wakati wa jahiliya hakuna miongozo sawa sawa, watu wanahukumiana kwa njia za kijahili, matamanio ya nafsi, utashi tu wa watu, dhulma na uadui. Maisha hayakuwa katika hali ya uadilifu wala hayakuwa na miongozo ya kielimu. Sasa kumbukeni wakati mlipokuwa nyinyi ni maadui, wakati wa jahiliya, fa'alafa baina qulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu zikazoeana, zikawa pamoja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa ndugu kwa sababu ya neema zake. Kwa sababu ya neema zake Allah subhanahu mkawa ndugu. Na kabla mlikuwa nyinyi ni maadui, Allah akawafanya kuwa ndugu hasa, zaidi ya udugu wa damu, mpaka ikafikia watu kiwango cha kuwa sasa mtu anamrithi ndugu yake katika imani, sio damu. Udugu ulifikia hivyo, mlipendana kikweli kweli, na Qur'ani ndio inavyotueleza. Mapenzi yalifikia kiwango ikawa mtu anaipendelea nafsi ya mwenzake kuliko nafsi yake. Kabla walikuwa ni maadui, wakidhulumiana, wakiuana kwa sababu ndogo sana zisizo na msingi. Walipokuja kwenye Uislamu, imani ikaingia katika nyoyo zao, mafunzo yakawakolea sawa sawa, wakawa ndugu, udugu ambao haujawahi kufikiwa katika huu ulimwengu kabla na baada. Ilifika hadi mtu yuko tayari mwenzake apate, yeye akose. Sisi Waislamu tumeambiwa katika zama zote hizi kiwango chetu cha upendo kifikie kwenye mpaka huu. Mpendelee ndugu yako apate kile unachopenda wewe kupata. Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Huu ni msingi madhubuti wa Uislamu. Wapendelee watu kheri ili unayoipendelea nafsi yako. Wewe umepata 10, basi penda mwenzako pia apate 10 hiyo. Umepata kheri fulani, mpendelee ndugu yako na aipate kheri hiyo. Pendelee tu. Hujaambiwa mpendelee na yeye apate, kwa maana akipata kama ulivyopata wewe usiumie kwa nafsi yako, ufurahi kwamba ndugu yangu naye amepata kama mimi, alhamdulillah. Maadamu mimi nimepata hiki, wacha nigawane naye sawa kwa sawa, alhamdulillah. Upendo huo, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Wenzetu walivuka hapo, wakawa wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Udugu uliwapelekea wakawa wanawapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao, hata kama wao walikuwa wanahitaji. Ule uhitaji kwao upo, kitu anakihitajia, kwamba mimi nahitajia hii simu kwa ajili ya mawasiliano na familia yangu, lakini ndugu yangu hana, basi awe nayo yeye. Wenzetu walifikia huko ambako sisi hatuwezi. Nilikuwa nataka kuleta sura tu ya kwamba watu walifikia kwenye udugu kwenye kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa hapo kabla wala baada ya wao kuondoka. Kwa sababu ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ndugu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlifikia kuwa katika ukingo wa shimo la moto. Kwa maisha mlioishi na mwenendo mlioishi nao, mlikuwa mmekaa kwenye ukingo wa moto wa jahannam. Fa anqadhakum minha, Allah akawaokoeni kutoka kwenye moto huo. Fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anawabainishieni nyinyi aya zake mpate kuongoka. Niliona tu nikamilishe hii aya yote
lakini mahali penye ushahidi wa maudhui yetu leo ni pale paliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kamataneni na kamba ya Allah hali ya kuwa mko pamoja wala msifarikiane. Ni nini maana ya kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah al-Imam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala alifariki mwaka 728 Hijria, miaka 700 iliyopita nyuma, takriban miaka 700 na kitu hapo, kwa sababu sasa tuko 1447. Yeye amefariki mwaka 728, takriban miaka 719 iliyopita nyuma, kishapita miaka 719 Hijria, karne 8 zilizopita. Katika kitabu chake kinachoitwa Minhajus Sunnah anasema waqad fussira habluhu bikitabihi wa bidinihi wa bilislam wa bilikhlas wa biamrihi wa biahdihi wa bitaatihi wa biljamaa. Neno hablullahi, wanawazuoni wa Kiislamu wamelitafsiri neno hili. Kuna waliosema kwamba maana ya hablullah, kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kitabu chake. Kwa maana Waislamu, nendeni mkashikamane na kitabu cha Allah, kajengeni umoja wenu kwenye kitabu cha Allah, kakishikeni kile kitabu. Mkikishika hali ya kuwa mko pamoja, mkakishika kitabu sawa sawa, mtakuwa nyinyi katika umoja. Kikamateni kile kitabu, kishikeni, kwa maana elekeeni mahali penye mshikamano. Mahali penyewe ni kwenye kitabu cha Allah. Mkienda mule, kuna mambo yatawaongoza, yatakapowaongoza yale hamtafarikiana. Itikadi zenu zitakuwa sawa, kwa sababu maelekezo yako mule. Itakuwa itikadi zenu ni moja, ibada zenu, tabia zenu, mienendo yenu, da'wa yenu, mtapata pale. Kwa shikamaneni kwenye kamba ya Allah. Pia kamba imetafsiriwa kwa maana ya dini, imetafsiriwa kwa maana ya Uislamu, kwa maana ya ikhlas, kwa maana ya amri za Allah, ahadi zake, taa. Pia imetafsiriwa kwa maana ya umoja, jamaa, habl, kwenye kamba ya Allah, yani umoja, ile jamaa ya Allah. Asema wa hadhihi kulluha manqulatun an as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Kauli zote hizi zimenukuliwa kutoka kwa maswahaba na tabi'in, yani waliofuatia maswahaba kwa wema mpaka siku ya malipo. Wa kulluha sahiha, na maana zote hizo ni sawa. Ukiambia shikamaneni kwenye dini ya Allah, dini ya Allah mwongozo wake ni kitabu. Shikamaneni kwenye kamba, kamba ni kitabu. Kwa hiyo dini ni kitabu, Uislamu ni kitabu, maamrisho ni kitabu. Kitabu ndio hablullah. Kwa yote haya ni sahihi. Fa innal Qur'ana ya'muru bi dini al-Islam, kwa sababu hii Qur'ani inaamrisha dini ya Uislamu. Wa dhalika huwa ahdu, na huo ndio mkataba wake Allah, ndio ahadi yake. Wa amruhu wa ta'atuhu, na ndio amri yake na ndio taa yake, utiifu wake. Wali'tisamu bihi jami'a, na kushikamana na hivyo kwa pamoja. Inma yakunu fil jamaa, hilo linapatikana katika umoja. Wa dinul islami haqiqatuhu al-ikhlasu lillah, na dini ya Uislamu hakika yake hasa, ukiambiwa dini ya Uislamu ni kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa na ikhlasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana
ataka kutuambia kwamba kauli za wanawazuoni katika kutafsiri neno hablullah kwa maana hizo zilizotajwa hakuna mgongano, kwa sababu baadhi yake zinakamilisha baadhi nyingine, zinakamilishana zenyewe kwa zenyewe. Kisha aya ikakataza iftiraq, kuleta migawanyiko baada ya kuwa watu wameshaingia na kushikamana kwenye kamba ya Allah. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo yaliyotajwa kwenye aya na kauli hii ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ambayo ni mukhtasari wa kauli nyingi, ilikuwa tuzitaje kauli za masahaba kina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kauli ya Imam As-Suddi na wengineo katika wanawachuoni wa tafsiri. Kauli zote hizo zimefupishwa kwenye kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuhusu kamba ya Allah. Maneno haya yanatufahamisha kwamba sisi tumeelekezwa mahali pa kujenga mshikamano na umoja. Ina maana mshikamano wetu sisi na umoja wetu hauko kivyo vyote, kwamba Waislamu tuungane kivyo vyote tu. Muunganiko uko na watu walioshikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiisoma Qur'ani utaona kwamba inakuonyesha, ile Qur'ani yenyewe inakuonyesha njia, alafu Qur'ani hiyo hiyo inakufafanulia, inakuelekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kusema tumeacha Qur'ani tu, mimi nataka Qur'ani peke yake. La, hiyo Qur'ani ukiisoma vizuri utaona inakuelekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قرآن ينمبيه متوم صلى الله عليه وسلم آية 44 يا سورة النحل. kirejea utaona pale Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume صلى الله عليه وسلم, hii Qur'ani tumeiteremsha kwako. Kwa nini amepewa mtume صلى الله عليه وسلم? Kwa nini waislamu wasiambiwe nendeni kule Jabal Hira, kuna kitabu tumewaletea mkisome hicho, nendeni hapo mkakichukue, au nendeni kwenye Al-Kaaba pale pana kitabu mjisomee wenyewe. Kitabu hicho ni muongozo kwenu, kimeletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, tena munajjaman, hali yako kidogo kidogo, kwa kuzingatia matukio na hali maisha yote ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Inakuja leo aya hii, kesho inakuja sura hii, kesho kutwa inakuja kipande hiki, hivyo hivyo ndani ya miaka 23 ya uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Makka na Madina. Qur'ani ilikuwa inashuka na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiisoma na kuifunza na akiifafanua. Sasa anaambiwa tumekuteremshia wewe hii Qur'an ili uwabainishie watu kilichoteremshwa kwao. Kilichoteremshwa ni Qur'an na mbainishaji ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndiyo maana tukawa twaswali salatul asr raka 4, ndio ile bayani ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Raka 4 zenyewe tuziswali vipi? Raka 2 tukatoka tashahud, kisha tusimama tusali raka 2, kisha ndio tunatoa salamu. Ile ndio bayani aliyoleta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake tumekuletea Qur'ani na Sunna, kwa sababu Qur'an imetuongoza huko kwamba mbainishaji ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana kwenye ibada mbalimbali alikuwa akilifafanua hilo na kulielekeza. Khudhu anni manasikakum, aliposimama katika ibada ya hija akawa anawaambia watu, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija, niangalieni mimi ninapofanya hija afu mchukue kutoka kwangu. Yale ndio mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubainifu wake. Sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Ndio ile waanzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Kwa tunapoambiwa tumeachiwa hablullah, kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tumeachiwa Qur'ani na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo Qur'ani ndio inatuelekeza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie, waambie watu wa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani
wa subhanallahi wama ana minal mushrikin. Qur'ani ndio inatuambia Mtume swalla sallam awaambie watu wawafikishie wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Kwa hiyo nataka kusema kwamba sisi tuna wahi ambao ni Qur'ani. Qur'ani hii imetubainishia kwamba kuna kitu kingine ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mafunzo yake aliyotuachia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia Qur'ani hii yatuambia kuna njia ya waumini yafaa kuzingatiwa, si jambo la kupuuzwa. Ukirejea katika aya 115 ya suratul Nisa, iangalieni aya hiyo vizuri kabisa. Ukisoma katika suratul Nisa utakutana na maneno haya. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Aya 115 ya suratu An-Nisa. Hicho kitabu cha Allah hablullah ndio inatuelekeza hivyo, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ukirejea kwenye hiyo hablullah ambayo ni kitabullah, utakutana na maelezo hayo kwamba yoyote atakayemfanyia upinzani, atakayemuasi mtume, atakayemukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote wa man yushaqiqir rasula, yoyote atakayemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka upinzani naye, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia uongofu, haki na ilmu yenye manufaa iko mbele yake, elimu imemfikia kwamba huo ndio muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akafanya kiburi na inadi, akakataa, akaamua kwenda kinyume baada ya kumbainikia uongofu, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda. Qur'ani haikuruka ikasema kwamba tutamuingiza motoni, ikaweka kitu kingine. Qur'ani haiji tu kwamba yasema tu alafu maneno mengine hayana maana, ikasema wayattabi' ghayra sabilil mu'minin. Amemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na akafuata njia ambayo sio waliopita waumini, njia isiyokuwa ya waumini. Tulishasema katika mihadhara ya mwanzo, walmu'minun wanaokusudiwa hapa ambao wanaoingia mwanzo kabisa ni wale waliokuwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale waliosemwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu bora kabisa ni wale waliokuwa katika wakati wangu, karne yangu, wale ndio watu bora kabisa. Kisha wanafuatia nani? Kisha kizazi kilichofuatia baada yao. Anaweka daraja hizi ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukisema mathalan hizi pesa wapewe waliohudhuria hapa, kisha wale wanaoishi jirani na hapa, kisha wale watakaoishi mbali na hapa, utaratibu ni kwamba tunaanza na hawa waliokuwepo hapa, ndio daraja ya kwanza. Kwa hiyo kama zitagawiwa hapa zikaisha hapa au wengine, basi zikibakia tutawaangalia wale waliokuja sehemu ya pili. Yote nataka kuwafafanulia kwamba huu ubora unaotajwa hapa unawaanzia wao, kwa wale watu walioishi katika enzi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kizazi kilichokuwepo wakati ule, wale ndio watu bora kabisa. Wakisifiwa waumini kwa sifa njema, wao wanaingia mwanzo, kisha waliokuja baada yao, kisha ndio wale waliokuja baada yao. Riwaya inaonyesha kwamba vimetajwa vizazi vitatu. Baada ya kile cha kwanza kuna vizazi viwili. Kuna riwaya nyingine inasema hapana, baada ya kizazi hiki cha kwanza kuna vizazi vitatu vingine mbele. Alhasil ni kwamba tunataka kusema waumini, mtu atakapoikhalifu njia ya waumini, kwa shala kumbe kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu kuna njia ya waumini, na njia hii haitofautiani na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam,
bali inaifafanua zaidi. Iliposemwa shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, haina maana makhalifa wamekuja na dini mpya, bali wao wameweka muongozo uliofafanua zaidi, muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia shikamaneni na muongozo ule. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usia aliuacha ni wasia wa kushikamana na mwenendo wake. Tutasoma miongoni mwa maandiko matakatifu yaliyokuja kulielezea jambo la mshikamano na kukataza mifarakano. Miongoni mwa maandiko muhimu ni hilo, tutakuja kulitaja insha Allah. Akawataja makhalifa waongofu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alishatangulia kusema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khilafatun nubuwati ba'di 30 sana. Ukhalifa na uongozi uliokuwa katika mfumo wa kiutume utakaokuja baada yangu ni miaka 30. Kisha baada ya hapo utakuja ufalme. Na kweli ukihesabu miaka waliokaa makhalifa waongofu wale wanne, yani Abu Bakr as-Siddiq na Umar al-Faruq na Uthman dhun-Nurayn na Ali Abu al-Hasanain radiyallahu ta'ala anhum, pamoja na Al-Hasan ibn Ali katika miezi yake 6, unapata miaka 30 kamili. Kwa khilafatu an-nubuwati ba'di 30 sana, hadithi sahihi, miaka 30. Qur'ani ndio hablullah, na ukiisoma hablullah kwa umakini kabisa utaona inakuelekeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inakuelekeza kwa wema waliotutangulia. Aya hii 115 na kadhalika aya 100 ya suratu at-Tauba. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Kwa hiyo yoyote atakayemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, ilmu imembainikia, akafuata njia isiyokuwa ya waumini, sisi tutamuelekeza kwenye lile lilichagua. Wewe wataka huko, nenda. Sio chagua njia ya motoni, nenda, shauri yako. Nuwallihi ma tawalla, lakini wanuslihi jahannam wasaat masir. Sisi tutamchoma katika moto wa jahannam. Jahannam ni mahali pabaya sana mtu kurejea. Kwa hiyo ayati zimekuja kuhimiza watu kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mshikamano wetu upatikane hapo, na ndani ya kitabu cha Allah tunaonyeshwa kwamba tushikamane na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotutangulia. Ina maana sasa mshikamano, sisi muhimili mkubwa wa mshikamano wetu ujengwe kwenye misingi hiyo. Hapo ndio mahali pa kwanza pa kushikamana. Lakini kama tutakiacha kitabu, tukaiacha na sunna, tukataka mshikamano, hauwezi kuwa. Hata kama viwiliwili vyetu vitaonekana viko pamoja, tuko wengi misikitini, tuko wengi tunapokwenda hija, mamilioni au maelfu ya Waislamu wamekusanyika kwenye viwanja vya Mina, viwanja vya Arafa, wamekusanyika katika Al-Kaaba, lakini mshikamano hauko kwenye msingi huu. Mshikamano huu hautakuwa na ile maana iliyokusudiwa, wala hautaleta ile athari yake na faida yake na matunda yake, hayatapatikana. Ina maana sasa tutakuwa sisi tunataabika tu kukusanya makundi ya watu, lakini hayako pamoja. Mshikamano uliojengwa katika msingi huu wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukawa umeongozwa kwa nuru hii, athari yake inarudi kwenye mioyo yetu. Kwanza nyoyo zetu zitapendana, zitakuwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu ndio matokeo ya mshikamano. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an, alafu akasema fa'alafa baina qulubikum. Kwa kuwa tushapata muongozo wa Qur'ani na as-sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja mafungamano ya nyoyo zetu yatapatikana, moja kwa moja nyoyo zetu zitaungana.
nyoyo zetu zitapendana, zitakuwa katika hali ya kuaminiana na kuheshimiana, kwa sababu sote sisi tumeongoka kwa mwongozo wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yuallifu baina alqulub, nyoyo zinaingia kwenye mafungamano, zinaingiana namna hii, zinashikamana. Wewe na ndugu yako mko kitu kimoja kabisa barabara. Na mshikamano wa nyoyo zetu athari yake inakuja mpaka kwenye viwiliwili vyetu, athari yake inakuja katika mielekeo yetu, katika mitazamo yetu. Ninachokitazama mimi ndicho unachokitazama wewe. Sote tunatazama mahali pamoja, tunatazama ad-darul akhirah, tunatazama akhirah. Sisi tunamtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo zetu zimeoana, al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha عند البخاري تعليقا anasema roho ziko makundi mengi, zimeumbwa makundi kwa makundi, majeshi kwa majeshi. Zilizojuana katika khairi zinaungana na zile ambazo hazikujuana katika khairi zinatofautiana. Maadamu wewe khairi yako waichukua kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mukhlishan lahu ad-din, basi na ndugu yako ambaye iko mfano wako, hata kama wewe humjui, hata kama sio kabila lako, hata kama hatoki kwenye nchi yako, hata kama asili zenu ni tofauti, wewe ni Mwafrika, yeye ni mzungu au ni Mwarabu au ni Muhindi au ni Mchina au ni Mturuki, haijalishi, maadamu masdari yenu at-talaqi ni moja, mnaongoka kwa mwongozo mmoja, mnajikuta mnapendana, mnakuwa kitu kimoja. Pengine lugha yenu ikawa ni lugha ya ishara tu, kwa kuwa hamuelewani lugha zenu, lakini kwa kuwa mioyo yenu tayari imekunywa katika vyanzo vimoja, basi mtaelewana tu na mtakuwa kitu kimoja na mtasaidiana. Huu ndio umoja aliotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huu ndio umoja na mshikamano alioujenga na kuutumikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu. Na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa juhudi kwenye hili na akazijenga sababu za kufanya hivyo. Allah akamtia nguvu katika hilo. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekutia nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake au kwa kupa nusra yake, na akakutia nguvu kwa waumini pia. Wa alafa baina qulubi, na Allah akaziunganisha baina ya nyoyo zenu. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina. Law wewe Muhammad ungetoa vitu vyote vilivyopo katika hii ardhi, usingeweza kuziunganisha nyoyo zao. Nyoyo haziunganishwi kwa pesa, nyoyo haziunganishwi kwa mali na kutoa vyeo na mambo ya kilimwengu. Nyoyo zinaunganishwa kwa kuletwa katika masdari moja ya kiimani kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hilo ni jambo alilofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wao ukiona watu wamesifiwa kwa sifa hizo zilizotajwa kwenye Qur'ani, usije ukaona ni jambo la kimaskhara. Ni jambo kubwa limefanyika, na nguvu kubwa itaikana iwekezwe hapo. Lakini nyoyo kama hazikuungana, tukawa tumeunganisha vichwa na viwiliwili vyetu, tukawa hapa tuko pamoja, lakini kila mmoja anailani itikadi ya mwenzie na kuiona itikadi hiyo ni potofu, sawa, kwa sababu vyanzo vya kuchukua taarifa na imani ni tofauti. Wewe dini yako waichukua kutoka wapi? Huyu achukua kutoka kule na yule achukua kutoka kule, huyu achukua mashariki, yule magharibi, yule ana uelewa wake na yule ana uelewa wake. Mungu ninayemwamini mimi si Mungu ninayemwamini wewe. Nyoyo haziwezi kuungana, tutakuwa tumeunganisha viwiliwili. Na hiyo ndiyo sifa ya Mayahudi walipoiacha Taurati ya Musa. Taurat, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu.
warabbaniyun. Allah subhanahu wa ta'ala asema sisi tumeiteremsha Taurat, inna anzalna at-taurah fiha hudan wa nur. Ndani ya Taurati kuna huda na kuna nur, kuna ilmu yenye manufaa pale na kuna mwangaza, nuru. Mayahudi walioletewa Taurat ambayo imeletwa kwa Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, na katika sifa ya Taurati ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kataba at-taurata biyadihi jalla wa ala. Allah aliandika Taurati kwa mkono wake, Musa akakabidhiwa Taurati. Mayahudi waliacha Taurati, miongozo yao wakaichukua nje ya Taurati, wakakhtalifiana. tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la ya'qilun. Unaona, utawadhania hao wako pamoja ili hali nyoyo zao ziko tofauti, kwa sababu wao ni watu wasiofahamu, hawana akili. Ala, kumbe mikusanyiko au umoja ukiwa ni wa viwiliwili, si wa nyoyo, ni umoja mbaya na ni sifa za watu wasio na akili. Sasa vipi tutakuwa sisi na sifa kama hiyo? Sisi tutakuwaje na sifa ya aina hiyo, na hali ya kuwa tumeteremshiwa Qur'an? Dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kuhusu kitabu hiki, dhalika alkitab, kitabu hicho kitukufu hicho, la raiba fihi, hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni muongozo kwa watu muttaqin, watu wenye hofu ya kumwogopa Allah, wenye ucha Mungu. Ni kina nani hao? Wale wanaomwamini Allah ili hali hawamuoni kwa ghaib, hawajamuona lakini wanamuamini yeye, na wanasimamisha swala kwa masharti yake, kutimiza masharti yake na nguzo zake na nyajibu zake, na kutimiza sunna zake kwa kulinda wakati wake. Na katika yale tuliyowapa wao wanatoa, hawalimbikizi, wanawasaidia wengine, wanatoa zaka. Wale wanaoamini yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kwa wale waliokuwa kabla yako, Taurati, Injili, Zaburi, wanaziamini pia hizo. Suhufi Ibrahima wa Musa wanaamini, na akhira pia wanaiamini, wanayaqini nayo kama vile waliwahi kuiona, wanayaqini. Hao muongozo wao kwa Mola wao, ulaika ala hudan, hao wako juu ya uongofu, kipando chao ni uongofu, usafiri wao wale usafiri wamepanda juu ya uongofu. Ulaika ala hudan min rabbihim, wao katika uongofu, juu ya uongofu. Muongozo huu umetoka kwa Mola wao, wa ulaika humul muflihun. Kwa hiyo yoyote anayetaka uongozi na uongofu nje ya Qur'ani hawezi kuwa katika uongofu. Yoyote anayetaka mshikamano na umoja kwa isiyokuwa Qur'ani, kwa isiyokuwa muongozo wa Qur'ani, hawezi kuwa katika hali ya umoja, hawezi kufikia umoja huu. Tutarudi kule kule kwenye umoja waliosifiwa nao ahlul kitab, Mayahudi bil khusus. Utawadhania wao wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko tofauti. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Asimama huyu anatakiri kwamba kuna rabbus samawati ala al-arsh istawa, kwamba ukimuuliza man rabbuka, aina rabbuka, anasema fi as-samaa au ala al-arsh istawa, ajua kwamba Mola wake yuko juu, juu ya arsh, juu ya viumbe vyote, Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu mwingine anakanusha kabisa Qur'ani kwamba hakuna Mungu huko juu, wala haifai kuuliza yuko wapi, haifai. Na kauliza swali hilo mtume, kauliza mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, aina Allah. Mwingine kwamba haifai kuuliza aina Allah, haifai. Unajua wana falsafa walieleza
kwamba wao kwako chanzo chake cha taarifa na za dini anazichukua kutoka kwa wanafalsafa mutakallimun. Haifai kabisa kusema Allah yuko wapi, haifai kabisa, kwa sababu Allah yeye hana mahali wanasema hivyo. Kwa imani zetu ziko tofauti juu ya Allah tu yuko wapi. Je, hii ni sifa yake au si sifa yake? Tukhtalifiana kuhusu yeye Allah, na hali ya Qur'ani imebainisha, sunna imebainisha, na masahaba wakaamini na wakaeleza walichokiamini na waliofuatia baada yao kisha waliokuja baada yao mpaka zilipodhihiri fikra za wanafalsafa. Kwa hiyo nataka kurudi katika maudhui hii kwa kusema kwamba aya inatuelekeza mahali pa mshikamano. Labda nitoe ushahidi mwingine wa kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah, katika wale wanazuoni wa madhehebu nne, iko mwanachuoni mmoja akiitwa Abu Abdullah, kunia yake Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, katika wanachuoni wakubwa pale Baghdadi enzi hizo. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala amefariki mwaka 241 Hijria. 241 Hijria, iko ndani ya karne ya tatu. Vile vizazi vitatu bora, zile karne tatu, yeye alikuwepo katika wakati ule. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, shekhe wake al-Imam al-Bukhari mwenye sahihi al-Bukhari, katika mashekhe wake wakubwa ni Ahmad bin Hanbal. Na huyu katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam al-Shafi'i, Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alipoishi pale Iraqi na kusoma, alikwenda kusoma kwa al-Imam Abu Yusuf al-Qadhi, mwanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa. Alisoma Madina kwa al-Imam Malik, akakaa muda aliokaa mpaka amefariki Imam Malik, akahamia Baghdad akasoma kwa wanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa. Katika hao, kwa sababu mwaka aliofariki Abu Hanifa ndio mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i, 150 Hijria. Abu Hanifa anafariki, Shafi'i anazaliwa 150, mwaka 150 Hijria. Mwaka 204 Shafi'i anafariki rahimahullahu ta'ala akiwa na miaka 54. Miaka 54. Kwa ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Abu Hanifa, hakumdiriki Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Sasa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameandika kitabu kikubwa akikusanya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kile kitabu amekiandika kwa mtindo mzuri, hadithi za kila sahaba peke yake. Hadithi za Abu Bakar alizopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hizi hapa, kazitaja kwa mtiririko wake na sanadi yake, kwamba mimi Ahmad bin Hanbal nimepokea kwa shekhe wangu, atamtaja pale. Natoa mfano tu, nimesimuliwa na shekhe wangu al-Imam Shafi'i rahimahullah, na yeye hadithi hii amesimuliwa na shekhe wake al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik amesimuliwa hadithi hii na shekhe wake Nafi' Maula ibn Umar, ambaye yeye alikuwa ni katika tabi'in, kwa sababu Imam Malik katika atba'u tabi'in, wanafunzi wa maswahaba. Sawa, huyu Nafi anasema nimemsikia au nimepokea kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yeye amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila hadithi anaitaja kwa silsila. Hii silsila aliyoitaja au cheni aliyoitaja inaitwa silsilatun dhahabiyya, cheni ya dhahabu. Maimamu wameongozana pale, mimi nimemsikia huyu. Kwa hadithi zote za Abu Bakar kazitaja kwenye kitabu chake kwa sanad. Hii ni hadithi ya kwanza ya Abu Bakar, ya pili, ya tatu, ya nne, kazitaja. Akimaliza hadithi za Abu Bakar, hadithi za Umar ibn al-Khattab. Akimaliza za Umar, za Uthman za Ali bin Abi Talib. Baada yake akawataja waliobakia katika al-ashara al-mubashirin bil janna, wale maswahaba 10 waliobashiriwa pepo. Wanne ni hawa al-khulafa ar-rashidun. Kisha anafuata mwingine sasa, labda amepokea hadithi za Talha ibn Ubaidillah, kisha hadithi za Zubair ibn al-Awwam, kisha hadithi za Abdurrahman ibn Auf, kisha hadithi za Sa'd, kisha hadithi za Sa'id,
kisha hadithi za Abu Ubaida Amir ibn Jarrah. Hawa ndio al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, makhalifa wanne na hawa sita. Akitoka hapa anakuja hadithi nyingine hivyo hivyo, anakwenda hadithi za maswahaba akazikusanya pale ndani ya kitabu Musnad, kimechapishwa, iko volume 52, volume 52, kaziandika kwa mkono wake. Hakuna umeme, sawa, hakuna sola, hakuna kompyuta, hakuna chochote, wala kalamu hizi zilizojazwa wino tayari hakuna. Ni kalamu wanazochonga wenyewe, wanachovya kwenye vidau vya wino, wanaandika, chovya anaandika, chovya anaandika, chovya anaandika. Leo unakwenda kwenye AI, wewe huko kwenye ChatGPT, wajaza uongo mtupu pale na kazi ufanye. Akili mbovu kabisa, mbovu kabisa. Volume 52, ukisikia volume 50 sio vidude dude hivi, mjallad hivi, peji 500, peji 400, peji mjalladi mmoja. Watu wanafanya kazi shekhi. Tumetoka nje ya mada, si ilikuwa tunazungumzia mshikamano. Lakini katika kumueleza, unajua kumueleza mwana wa chuoni singine kuna jenga shauku ya kutaka kujua, kutaka kujifunza, na sisi kwenye kujifunza hapa. Kwa hiyo ndiingiza kama kitu cha kuwapa shauku. Sawa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad wake ameitaja hadithi ya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba anaitwa Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii anasema nimemsikia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Muda hauruhusu tena jamaa, nimejisahau kabisa. Nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nadhara Allahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayra fa innahu rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu thalathu khisal la yaghillu. Imekuja riwaya la yaghillu pia, la yughillu, la yaghillu alayhinna qalbu muslimin abada. ikhlasul amali lillah wa munasahatu ulati al-amri wa luzumul jamaa fa inna da'watahum tuhitu bihim min waraihim. Anasema katika hadithi hii Zaid bin Thabit kwamba nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, akiomba dua, Allah autie nuru uso wa mtu aliyesikia kutoka kwangu hadithi, maneno, ameyasikia mazungumzo yangu akayahifadhi ili ayafikishe kwa mwingine. Allah autie nuru uso wake mtu huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea dua, Allah amtie nuru mtu aliyesikia mazungumzo kutoka kwangu kisha yeye akayahifadhi ili ayafikishe kwa mtu mwingine. Kwa Mtume akishajiisha watu wapokee maneno yake wayafikishe kwa watu wengine ili risala ifike mbali, na ndivyo waliofanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema rubba hamil fiqhin laysa bifaqih, huenda akawa yule aliyebeba ule ujumbe wenye fiqhi akawa si faqihi mzuri, yani akawa amefahamu kiasi fulani, lakini wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu, huenda akawa yule aliyebeba fiqhi akaubeba ujumbe kumpelekea mtu ambaye ana ufahamu zaidi kuliko yeye. Ukamwelezea bwana kuna hivi na hivi, yule kwa ile fahamu aliyopewa akalichakata lile jambo, akalichambua, akalifahamu zaidi kuliko wewe ulimfikishia, akawa ni mchambuzi bora kwenye jambo hilo, pengine ndio fani yake hiyo. Umezungumzia jambo la mifugo, Mtume swalla sallam akalizungumzia jambo hili kwa hadithi hii, wewe ukaichukua hadithi ile ukaipeleka, kumbe ule mpelekea ni daktari wa mifugo. Kumbe ndio hivyo, akalichakata akalifafanua likawa amelifahamu vizuri zaidi kuliko wewe uliopeleka. Au kumbe ni mtu wa kilimo, umezungumza masuala ya tabir na mengineyo, sawa. Kwa hiyo inawezekana ikawa hivyo, chukueni haya mafunzo myapeleke kwa watu wengine. Kisha akasema thalathu khisalin la yaghillu alayhinna qalbu muslimin abada. Kuna mambo matatu moyo wa Muislamu
ukiwa una mambo hayo hauwezi kupatwa na husda, hauwezi kupatwa na khiana abadan. Kwa maana mambo haya ni mutahhirat, thalathu khisal, kuna mambo matatu la yaghillu alayhinna, la yadkhulu alghill alhiqd, hiqdi mfundo na chuki na husda haitaweza kuingia katika moyo wa Muislamu abadan, na ili hali anayo mambo hayo, haiwezekani. Jambo la kwanza, ikhlasul amali lillah, ni mtu kuyatakasa matendo, kuwa na ikhlasi katika matendo kwa ajili ya Allah, matendo yake yote anayafanya lillah, si kwa riya. Jambo la pili, wa munasahatu ulati al-umur, kuwa nasihi viongozi. Yeye hakai kuwasema sema vibaya viongozi na kuwakashifu, yeye utumia mlango wa nasaha zaidi. Mtu huyu moyo wake hauwezi kupatwa na hiqd na chuki na husda. Waluzumu aljamaa, na kulazimiana na jamaa mahali pa ushahidi, kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake akiwa nasihi sana na kuwahimiza waislamu washikamane na aljamaa. Fa inna da'watahu, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii, fa inna da'watahum tuhitu bihim min waraihim, kwa sababu ule wito wao, ulinganizi wao, da'wa yao wazunguka nyuma yao. Anasema al-Imam al-Mundhiri, hadha min ahsani al-kalami wa awjazi wa afhamihi ma'nan, shabbaha da'wat al-muslimina bis-suri was-siyaj al-muhit bihim المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كان سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة. hapa anaeleza kwamba katika maneno mazuri yaliyo mafupi yaliyoshiba, kwa maana maneno haya amefananisha ile dawa ya Uislamu na ulinganizi wa Uislamu, ameufananisha na ukuta uliowazunguka. Ukuta huu unamzuia adui asiingie kwao, na da'wa hiyo na ulinganizi huo ni dawa ya Uislamu. Wao wameingia na imekuwa ni ukuta kwa wao na ni ngome kwa wao. Kwa hiyo atakaye lazimiana au atakayeingia kwenye jamaa hiyo atakuwa amelazimiana na ukuta ulio madhubuti. Hapa atakuonyesha ya kwamba nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na ushindi wake unakuja pale itakapokuwa watu wako katika mahali pamoja. Na maneno haya yanaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama anawahimiza waislamu wawe katika hali ya umoja na mshikamano ule tulioueleza katika al-Qur'an al-Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nitaishia hapa kwa muda huu. barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu